Bwana Yesu asifiwe sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, mpendwa sana Mama Regina Lowassa na familia yote, watoto, ndugu na marafiki na jamaa wa familia ya Mheshimiwa Lowassa, naomba wote mtambue kwamba naheshimu itifaki iliyopo, kitambua uwepo wa viongozi wetu mbalimbali katika shughuli hii. Mheshimiwa Rais, nashindwa kujua vizuri nizungumze nini kumhusu Mheshimiwa Lowassa, lakini niombe kwa sababu ya record niweke kumbukumbu sahihi. Huwezi kuiandika historia ya Mheshimiwa Lowassa ukaliacha neno Chadema. Huwezi, ni kujidanganya tu na kujaribu kuua historia ambayo huwezi ukaiua. Kwa hiyo nimesikiliza na nimeisoma sana historia ya Mheshimiwa Lowassa kama ambavyo imewasilishwa. Mimi binafsi ni mtu mkweli na nimesikitika, kwa sababu kwa kweli amefanya mambo mengi makubwa ndani ya serikali, ndani ya Chama cha Mapinduzi, ndani ya vyama vya upinzani katika taifa letu, na taifa hili ni letu sote. Unawezaje ukaiandika historia ya Mheshimiwa hayati Lowassa ukasahau utumishi wake wa miaka 4 kama mjumbe wa kamati kuu ya Chadema, kama mgombea urais wa mwaka 2015 ambaye alijenga demokrasia kwa viwango ambavyo havijawahi kufikiwa na mgombea mwingine yeyote wa upinzani katika taifa letu. Nilisema hili, niliseme kwa sababu taifa letu hili ni letu sote, Mheshimiwa Rais na viongozi wengine wote wakuu wako mahali hapa. Mheshimiwa Lowassa alikuwa ni mtu wa karama. Tumesikiliza sifa zake nyingi tangu siku ya kwanza mpaka leo siku ya tamati. Nikianza kuzirudia hapa nitakuwa na wakosea heshima na nitakuwa na wachosha bila sababu. Lakini kipekee nitambue kwamba alikuwa ni mtu wa karama ya ajabu, aliyeweza kuunganisha makundi mbalimbali wakati wote. Alikuwa na unyenyekevu mkubwa sana. Wenzangu wengi hapa ambao ni wa Chama cha Mapinduzi na serikali, mtatambua kwamba Mheshimiwa Lowassa alianza safari ya matumaini ndani ya chama chake cha Mapinduzi. Baadaye, hayo mimi siyazungumzi, akahamia kwenye safari ya mabadiliko ndani ya Chadema. Tulifanya kazi naye kwa vizuri sana. Huyu ni mtu ambaye alileta kasi ya ukuaji wa demokrasia katika nchi yetu. Akaweza kulifanya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa na wabunge 115 kutoka vyama 4 vya upinzani. Hili ni jambo ambalo linapaswa kuzungumzwa kwa sababu ilikuwa ni hatua muhimu katika ujenzi wa demokrasia katika taifa letu. Huyu ni kiongozi ambaye aliongoza uchaguzi, akawezesha zaidi ya madiwani 2000 kupatikana katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu nusu ya madiwani wa nchi yetu. Vyama vingine tofauti na Chama cha Mapinduzi vikaweza kuongoza jiji la Dar es Salaam, jiji la Arusha, jiji la Tanga, Mtwara, Iringa, Mbeya, Moshi na halmashauri za wilaya kadha wa kadha katika nchi yetu. Hampasi kupuuza historia hii, waheshimiwa viongozi wangu. Natakiwa wakati wote tumwenzi Mheshimiwa Lowassa kwa sababu vyote hivyo ni katika ujenzi wa demokrasia na ujenzi wa taifa ambalo ni letu sote. Mheshimiwa Lowassa kwa miaka 4 ambayo alikuwa mjumbe wa kamati kuu ya chama chetu, alikuwa wa mchango mkubwa sana. Alikuwa na utulivu ambao hukufanana na ukubwa wa jina lake, kwa sababu alikuwa ni mnyenyekevu. Yeyote ambaye alifanya kazi na Mheshimiwa Lowassa aliishia kuwa rafiki yake. Ndio sababu leo mimi napata wakati mgumu kujua nasimama upande wa Chadema au nasimama upande wa familia. Wengine wanajiuliza Mbowe, Mchaga na huyu Masai wapi na wapi tena.
Mheshimiwa Lowassa alikuwa hana mipaka ya kikabila wala ya kiimani, alimfanya kila mtu ni ndugu yake, na ndio sababu nimekuwa niko katikati. Lakini pengine kuwa katikati kukapendeza wengine kwamba wakapata fursa ya kutumia zaidi ule rafiki wa familia kuliko mwenyekiti wa Chadema. Sasa kwa bahati nzuri nina sifa zote mbili. Lakini nakushukuru sana Mama Regina, umetupokea hata South Africa kuja kumsalimia mzee Milpark kule. Na utakumbuka mama, hata mwezi wa Novemba nilikutafuta wakati katika familia yangu tulikuwa tuna changamoto ya mgonjwa aliyekuwa anahitaji kupelekwa Afrika Mashariki kwa matibabu. Mama Regina pamoja na kumhudumia mzee bado alijaribu kutusaidia kuwapata madaktari kule Milpark Hospital South Africa ili mtoto wetu akaweze kupata matibabu, lakini bahati mbaya umauti ukamkuta kabla hajaweza kwenda South Africa. Asante sana mama kwa juhudi zile, kwamba pamoja na kwamba ulikuwa unamuuguza baba, lakini bado uliweza kupata nafasi ya kushuhudia na kuwasaidia wengine kwenye matatizo na changamoto za kimatibabu. Nimalizie kwa kusema Mheshimiwa Lowassa naye ni mhanga wa mifumo yetu ya uchaguzi. Lakini huyu alikuwa ni mgombea urais katika upinzani wa kwanza kupata kura zaidi ya milioni 6. Halikuwa jambo dogo, ni kwa sababu ya karama ya huyu mzee. Kwa hiyo tuombe tu kwamba nina imani kabisa potential, the full potential ya Mheshimiwa Lowassa haikuwahi kupatikana, haikuwahi kutumika. Tuwape watu nafasi za uongozi katika misingi ya kweli, katika misingi ya haki, taifa letu likapate viongozi wema ambao watatupeleka mbele wote kwa umoja wetu, kwa ushirika wetu. Na washukuru sana Mheshimiwa Rais, na kushukuru sana kwa namna ambavyo umetongoza katika jambo hili, na washukuru wote kwa namna ambavyo umempa baba yetu heshima ya mwisho. Waheshimiwa viongozi wangu wa kiroho, na washukuru mno kwa namna ambavyo mmesimama na Mheshimiwa Lowassa. Asanteni sana. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.